Yes, tunakuja na picha nyingine yetu nzuri sana. Picha akamwambia mke wake, bwana, mke wangu nimekuja na hili box bwana, bonge la box, alafu ndani kuna mdoli. Bwana alivyolifungua hivi box, sasa akatoka mdoli, alafu mdoli kama anatabasamu fulani hivi. Sasa mzee akaondoka zake, akamwacha yule mwanamke wake analiangalia mke wake, naye kutoka tu ile box mara nyui likazama likaingia ndani. Sasa huyu bibie akarudi tena. Wakati analichungulia kuangalia mdoli umeenda wapi, si katoka mkono ukamkamata yule bibi, kawa imemuua, alafu ikamvuta. Sasa mzee anarudi anakuta bibi ndiye anamalizikia kuingia kwenye boksi, kashafariki. Alilia sana yule mzee. Anakuja kufanya kazi kwenye makumbusho, yani hao walikuwa ni wafanyakazi wageni wameletwa huko kuja kuingia kwenye kazi ya kufanya kazi kwenye makumbusho ya kivita. Makumbusho yalikuwa yana vitu vingi sana vya enzi zile za vita kuu ya pili ya dunia. Watu waliopigania uhuru kwenye nchi yao wote wako huko kwenye makumbusho, unaona. Sasa wameingia mle, jamaa anapiga hodi, anaangalia mwenyeji, akakutana na huyu binti, wakasalimiana pale, wakacheka, vipi mambo, vipi fresh, wakawa wanajuliana. Sasa wakati wanajuliana hali, huyu binti akanamuuliza, hivi kweli umetokea wapi? Akamwambia, mimi bwana nimetokea huko Italy. Vipi Noisa anamuelezea, na mimi nimetokea sehemu fulani California, Marekani, ndo na mimi nimeletwa hapa kuja kufanya kazi kwenye ili jengo la makumbusho. Wakawa wanacheka pale, wanapiga story, wakasema anasema ni pazuri, nimepapenda, kuna mazingira mazuri, alafu pametulia. Sisi ni wafanyakazi wapya, kwa hiyo kama tunakabidhiwa vitu lazima kwanza tukaviangalie, tukavicheki, hata wakija wateja tuwe tunajua ni kitu gani na ni historia zao na nini, mambo yaende vizuri. Sasa wakati anaangalia pale, akaona kuna box fulani kutoka nje ya nchi, alafu limefungwa vizuri pale. Sasa akaangalia angalia ile box ndani lina nini, inabidi uangalie ndani kwamba kuna nini, ili hata watu wakiwa wanakuja kutembea na kuangalia waweze kuwaeleza kwamba ile box hili na nini, yana maelezo lilikotokea huko, ila ndani sasa hakujulikani kuna nini. Sasa ikabidi box walisogelee waanze kulishikashika, wanashika na vitu mbalimbali vya hazina mle, lakini wakakutana na maelezo fulani pale yameandikwa kwenye karatasi kuhusu ile box. Mwamba akafika pale, wakati amelifunua anaangalia, anaona kuna namba. Hizi namba za nini? Kwanza alichukua kama kawaida akalibeba. Sawa jamaa bwana, wataki kushinda, wataki kila kitu kabisa kuchunguza. Sasa wenyewe wanataka waangalie ndani kuna nini, na wana maelekezo pale limeandikwa ili box lisifunguliwe, lakini wanataka wafungue, limeletwa hazina. Sawa, hazina limekuja kufanya nini na huko ndani kuna nini? Wakaanza kukorokochoa, ndo anaanza kufungua. Sasa huyo binti mwingine anamwambia, wewe angalia bwana, usikorokochoe sana bwana, ili box bwana huenda lina mambo ya ajabu, alafu sasa wewe utakuja kuharibu. Wanaangalia, wanaona juu limeandikwa jina fulani hivi, limeandikwa Dark. Mara alivyogusa namba likabadilika tena, namba zikaanza kuzunguka, inazunguka, mara kinatokea kimsumari fulani, kama kinakeleza fulani, alafu yale maandishi yakasimama, ikaja jina linaandikwa Jack. Sasa wanaanza kushangaa. Sasa huyo mwamba sasa anaanza kuzungusha ule msumari uliotokea, akizungusha na yenyewe inapiga muziki, anazungusha inapiga muziki. Jamaa kanogea, kaendelea kuzungusha kwa kasi, kumbe bwana ndani alichochea ile box. Yeye anacheka, mara likafunguka, ukatoka mdoli. Sasa alipoona mdoli wakaanza kucheka. Oya, tunaendelea na hii picha kama kawaida, tumwaletea kidogo tu, alafu mambo mengine yanaendelea, au sio bwana? Chao.